Naam, mtu mmoja aliota anaendesha gari, bado kwenye ndoto gari likakwama kwenye matope na akaanza kulisukuma, lakini akagutuka ghafla na akajikuta yupo na kitanda jikoni. Sema kwamba ukiona ndoto zingine unaota, afadhali uamke uende ukalime kidogo. Na ukaribisha mtazamaji kwenye taarifa zetu za taswira ya Alshifa. Nafahamika kama Joseph, leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2026. Natumai umeshinda vyema popote ulipo. Ujambo na karibu. Wahenga wa sasa wanasema oa kabila lako, kwa sababu wakati mwingine zile purukushani za hapa na pale zinahitaji mzungumze kinyumbani ili kutatua mambo mengine. Matangazo haya hupeperushwa kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Alshifa Digital Kenya, YouTube pia tunapatikana kama Alshifa Television Kenya. Kwenye mitandao yetu mingine TikTok, X na Instagram tunapatikana kama Alshifa Media Kenya, na pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya redio kupitia tovuti yetu ya www.alshifaradiokenya.com. Tuanze na taarifa zetu mtazamaji, ambapo wakazi wa kaunti ya Kilifi wameandamana kufuatia mauaji ya mtoto mwenye umri wa miaka 7 Kezia, katika tukio ambalo limezua hisia kali. Kwa mujibu wa ripoti ya upasuaji, mtoto huyo aliripotiwa kunajisiwa na kisha kuuawa kwa kunyongwa katika kijiji cha Kwanzai, eneo la Mweza Ng'ombe katika kaunti ya Kilifi. Wakazi wa eneo hilo wamejitokeza mitaani wakitaka hatua za haraka za kisheria na haki kutendeka kwa familia ya marehemu. Wakati huo ni kwamba mahakama ya Kilifi imeidhinisha ombi la idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI la kupewa muda wa siku 21 kumfikisha mahakamani mshukiwa wa mauaji hayo. Hakimu wa mahakama hiyo Ivy Wasike pia ametoa amri ya kumzuilia Alice Auma Omondi, mama wa mshukiwa, katika kituo cha polisi cha Kijipwa kwa muda wa wiki 3 ili kusaidia katika msako wa kumkamata mshukiwa huyo. Polisi wamesema uchunguzi bado unaendelea, huku wakiahidi kuhakikisha mshukiwa anakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Katika ile postmortem report tukaweza kupata kwamba yule mtoto aliweza kuvunjwa shingo, alafu akafanyiwa zinaa na huyo culprit, ambayo sisi tunasema hilo ni tendo ambalo hatuwezi hata tukafikiria sisi kama madaktari, but ni kitu kimefanyika. Sisi kama madaktari hapa hospitali tutafanya juhudi ya kwanza, zile vipimo vya postmortem by tomorrow morning tutakuwa vishafika katika government pathology, government labs kwenda kupima. Tumeweza kuchukua samples zote, au madaktari wameweza kukaa tangu asubuhi hapa kuhakikisha kwamba wamecollect zile samples zote polepole na kwa ukina, kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kimeweza kuachwa. Ni bora tueleze wananchi wetu wakuwe watulivu, askari wetu na kitengo chetu cha DCI kikiendelea na kufanya uchunguzi na kutafuta hawa wahalifu, na tumetoa himizo kwa hicho kitengo kwamba tusaidiane sisi wote na information yoyote ili tuweze kushika hawa wahalifu kwa haraka, kwa muda mfupi sana ambao unawezekana. Na turudi katika kaunti ya Mombasa, ambapo polisi katika kaunti ya Mombasa wamemkamata mshukiwa mmoja kufuatia jaribio la wizi la kutumia silaha lililovurugwa katika eneo la Mwembe Tayari mapema leo asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, maafisa kutoka kituo cha polisi cha Mombasa Central walikuwa katika doria ya miguu walipopokea taarifa ya dharura na kujibu kwa haraka. Wanakisiwa kwamba washukiwa watatu waliovamia biashara hiyo wakiwa wamejifanya wateja kisha kuhangaisha wafanyakazi na wateja, huku wakiwa wamejihami kwa mapanga. Polisi waliweza kumdhibiti na kumkamata mshukiwa mmoja katika eneo hilo la tukio na walipata panga kali kutoka kwake. Washukiwa wengine wawili walifanikiwa kutoroka na wanaendelea kusakwa. Mshukiwa huyo anashikiliwa na polisi akisubiri hatua zaidi za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kuwakamata waliotoroka. Kwingineko ni kwamba maafisa wa kitengo cha kupambana na dawa za kulevya ANU jijini Mombasa wamewakamata watu wawili wanaoshukiwa kusafirisha dawa za kulevya na kukamata kilo 250 za bangi. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, operesheni hiyo ilifanyika baada ya maafisa kupata taarifa za kiintelijensia. Mshukiwa wa kwanza, Tito Paul Mulu, mwenye umri wa miaka 43, alikamatwa katika eneo la Potris Changamwe
Uti wa mgongo wa mtandao huo ulioongoza maafisa hadi kwa mshirika wake Oliver Ochieng mwenye umri wa miaka 23 alikamatwa katika eneo la Mudengereni Kisauni. Baada ya mahojiano ya awali, Ochieng alielekeza maafisa hadi nyumbani kwake ambako alikuta magunia mawili yaliyokuwa yamejaa bangi. Dawa hizo sasa zimehifadhiwa kama vilelezo, huku washukiwa wote wawili wakishikiliwa na polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani. Na wadau wa mazingira katika kaunti ya Kilifi wamezitaka jamii zinazoishi katika maeneo ya mabwawa ya pwani kuipa kipaumbele uhifadhi na upandaji wa mikoko ili kusaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo na kulinda mfumo wa ekolojia ya bahari. Wakizungumza wakati wa hafla ya uhamasishaji katika eneo la Kidundu Mkongani, maafisa kutoka mamlaka ya masuala ya bahari nchini KMA wamesema urejeshaji wa mikoko ni muhimu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kulinda viumbe wa majini na kupunguza uharibifu wa maeneo ya pwani. Tuko na askari wetu huwa wako huku kushika doria. Hata kama tuko na challenges hapa na pale, lakini huwa wanakuja kufanya patrol huku, at least tufanye hivyo kuzuia huo uharibifu usiwe kwa wingi sana. Plus pia community wao ndo vile wako huku daily. Sasa tulialau community wakuwe na nasari zao huku kwa mikoko, kwa sababu wakiwa huku ile rate ya wizi unarudi chini. Kwa sababu wakiwa huku wanatunza kabisa mikoko. Unajua hii kazi yetu tunayofanya ni ya kujitolea. Na hii organization ni organization ambayo it's a non-profit making organization. Na kwa sababu ni non-profit making organization, kazi nyingi tunafanya ni za kujitolea. Tukiwa hapa ndani tuna protect, alafu at the same time kuna hata scouts ambao community scouts tumechagua. Kuanzia mtu hapa mpaka huku tuna scouts 12. Hawa scouts ni kidogo. Na hawa scouts pia wako na challenge kwa sababu wako hapo ni kama wanafanya kazi lakini hawalipwi. Hii ni project mojawapo ya Kenya Maritime Authority ambayo tumeweza kuifanya na community ili tuweze kuzuia umomonyoko wa udongo na pia kuzuia zile impacts za climate change. Hii ni njia moja ya climate change adaptation project. Tumepanga kupanda mikoko 25,000 eneo hii. Ni aina moja ya miti ambayo imeathirika sana na impacts za climate change na pia overexploitation na community. Kwa hivyo tukipanda mikoko tunaendelea kuongeza idadi ya namba ya mikoko ambayo iko katika nchi na pia contribute kwa forest cover katika nchi ya Kenya. Hii ni taswira ya Alshifaa mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua na kuendelea kutufuatilia. Tunakushukuru sana na tunakusihi waambie na wenzio tupo kwa ajili yenu. Kumbuka matangazo hayo unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya, pale YouTube ni Alshifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na X ni Alshifaa Media Kenya. Usiende mbali, habari za kimataifa na michezo zinafuata. Karibu tena mtazamaji. Mlipuko hatari wa virusi adimu vya hantavirus umeripotiwa kwenye meli ya kitalii ya MV Hondias iliyokuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Antarctica na baadaye bahari ya Atlantiki, ambapo watu 3 wamefariki dunia. Mmoja amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi nchini Afrika Kusini na wengine kadhaa kuonyesha dalili huku wakisubiri kuhamishwa. Miongoni mwa waliofariki ni mwanaume mwenye umri wa miaka 70 kutoka Uholanzi aliyepata dalili mapema na kufariki dunia akiwa baharini. Mke wake naye akafariki baada ya kupelekwa Afrika Kusini, pamoja na mwanamke wa Kijerumani aliyekufa akiwa bado ndani ya meli, wakati mamlaka za afya zikiendelea kuchunguza chanzo cha maambukizi hayo ambayo huenezwa kupitia panya na kwa kawaida hayasambai kwa urahisi kati ya watu, huku shirika la afya duniani WHO ikisema hatari ya kuenea kimataifa ni ndogo na juhudi za kufuatilia waliokutana na husika zinaendelea. Naam, tuelekee michezoni mtazamaji, ambapo shirikisho la soka duniani FIFA
limeweza kuiamuru klabu ya Bandari kumlipa aliyekuwa kocha wake mkuu Mohamed Boji jumla ya dola 29,283.87 sawa na takriban shilingi milioni 3.78 kwa mujibu wa uamuzi uliotolewa na FIFA. Kitengo cha mizozo ya mikataba yani Football Tribunal kimeamua kwamba klabu hiyo italazimika kumlipa kocha huyo raia wa Morocco. Kati ya fedha hizo dola 6,483.87 ni mishahara ambayo haikulipwa, huku dola 22,500 zikiwa ni fidia ya kuvunjwa kwa mkataba. Shirikisho la soka duniani FIFA limesema klabu ya Bandari inaweza kukabiliana na marufuku ya usajili ya hadi vipindi vitatu vya usajili mfululizo endapo haitalipa deni lake kwa aliyekuwa kocha wake Mohamed Boji. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, iwapo deni hilo halitalipwa ndani ya muda uliowekwa, swala hilo linaweza kupelekwa katika kamati ya nidhamu ya FIFA kwa ombi la mlalamishi. Hata hivyo, utekelezaji kwa adhabu hiyo utafanyika tu kwa ombi la Mohamed Boji kwa mujibu wa kanuni za FIFA. Tusalie hapa nchini mtazamaji, ambapo mahakama ya masuala ya michezo Sports Dispute Tribunal yani SDT imetoa maelekezo mapya katika mgogoro unaoendelea uongozi ndani ya shirikisho la soka nchini FKF na kuendeleza amri za muda zilizokuwa zimesisitiza maamuzi muhimu ya kamati ya utendaji wa kitaifa. Katika uamuzi wake uliotolewa jijini Nairobi, tribunal imethibitisha kwamba kusimamishwa kwa rais wa FKF Hussein Mohamed pamoja na katibu mkuu ambaye pia ni kaimu mkurugenzi mtendaji na mjumbe mmoja wa NEC kutaendelea kuwepo hadi kesi hiyo itakapotajwa tena Mei tarehe 12 mwaka 2026. Hatua hiyo ina maana kwamba hali ya sasa ya uongozi itaendelea kudumishwa wakati mzozo huo wa kisheria na kiutawala ukiendelea. Naam, tuelekee ughaibuni ambapo klabu ya Arsenal imefuzu kwa fainali ya klabu bingwa barani Ulaya yani UEFA Champions League kwa mara ya kwanza baada ya miaka 20 kufuatia ushindi wao wa goli 1-0 dhidi ya Atletico Madrid ya Hispania. Bao la kipekee la mchezo huo lilifungwa na Bukayo Saka mwishoni mwa kipindi cha kwanza, The Gunners wakicheza nyumbani katika uga wa Emirates. Kocha wa timu hiyo Mikel Arteta aliongoza kikosi hicho na kuhakikisha wanapata ushindi huo muhimu. Arsenal sasa watakutana na mshindi kati ya PSG na Bayern Munich katika fainali itakayochezwa jijini Budapest tarehe 30 Mei nchini Hungary. Mechi ya Bayern Munich na PSG itachezwa leo usiku kule Allianz Arena nchini Ujerumani kuanzia saa 4 usiku. Naam, tuelekee kwenye uhamisho mtazamaji, ambapo klabu ya Bayern Munich imekataa kabisa majaribio ya klabu kadhaa kubwa Ulaya yaliyolenga kumsajili winga wao nyota Michael Olise. Jarida la Team Talk linaeleza kwamba PSG pamoja na vigogo wa ligi kuu nchini Uingereza Arsenal, Chelsea, Liverpool na Manchester City zote zilijaribu kuwasiliana na Bayern Munich kuhusu uwezekano wa kumpata Olise. Hata hivyo, Bayern wameweka wazi kwamba hawana mpango wowote wa kumuuza mchezaji huyo kwa sasa ambaye ni raia wa Ufaransa. Klabu ya Arsenal imebadilisha mkakati wake katika soko la usajili baada ya kushindwa kufanikisha bila mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez. Kwa mujibu wa ripoti ya Fichaches, inasema kwamba Arsenal sasa wameelekeza macho yao kwa kinda wa Real Madrid Enrique, huku wakijiandaa kutoa ofa kubwa inayokadiriwa kufikia dola milioni 117. Tusalie hapo kwenye uga wa Emirates mtazamaji, ambapo ripoti zinaeleza kwamba klabu hiyo imefanya mazungumzo chanya na mawakala wa beki wa Newcastle United Tino Livramento kuhusu uwezekano wa uhamisho wa majira ya kiangazi. Livramento amekuwa na kiwango kizuri katika ligi kuu England akiwa na Newcastle, huku anahusishwa na klabu kadhaa nchini Uingereza, lakini Arsenal inaonekana kuwa kipaumbele katika hatua za mwanzo wa mawasiliano za kumsajili mchezaji huyo. Klabu ya Barcelona imeripotiwa kwamba ina mpango wa kufanya deal la wachezaji wawili kutoka Chelsea kwa bei ya pamoja iliyo chini ya dola milioni 117. Kwa mujibu wa taarifa za usajili, Barcelona wanaamini wanaweza kupata beki wa kushoto wa Hispania Marco Kurela pamoja na mshambuliaji wa Brazil Joao Pedro kwa jumla ya takriban euro milioni 100 au chini ya hapo. Mpango huo unaonekana kwamba ni sehemu ya mkakati wa Barcelona kuimarisha kikosi chao bila kutumia fedha nyingi kupita kiasi katika soko la usajili. Klabu ya Liverpool inaripotiwa kujiandaa kuwasilisha ofa karibia dola milioni 94 ili kumsajili beki wa kulia wa Barcelona Julius Kunde. Ripoti kutoka ESPN, Liverpool wanaona Kunde kama nyongeza muhimu ya kuimarisha safu yao ya ulinzi, hasa kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi zaidi ya moja uwanjani. Klabu ya PSG inaripotiwa kumweka kiungo wa Manchester City Ryan Cherki kama mchezaji wao kipaumbele kuelekea dirisha la usajili la majira ya kiangazi. PSG
Wanaamini kwamba Chaki anaweza kuleta ubunifu zaidi katikati ya uwanja, huku akimwona kama sehemu muhimu ya mpango wao kuimarisha kikosi. Chaki ambaye kwa sasa ni sehemu ya kikosi cha Manchester City ameendelea kuvutia vilabu vikubwa kutokana na uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho na ubunifu katika safu za mashambulizi. Naam, mtazamaji, sasa hii mambo ni double. Kituona huko ni salute tu. Tupige salute. Yaani wanasema kwamba ni vunudu tu, vunudu tamu. Kuna watu wanawivu hapo nje, lakini ndio hivyo. Yamekuwa yale ambayo kwamba hamkutaka yawe. Wengine wanasema haitawahi, haijatokea, na haiwezi kuwa kweli. Mwamba kashatinga finali, na si finali tu ya klabu bingwa barani Ulaya, hata Premier League. Mwaka huu ni double 2025-2026. Tutapatana baada ya mechi ambazo zinakuja. Hii studio yote tutaipaint red. Hapa mbele unaambua fly better, fly Emirates. Na mtazamaji, kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, piga picha amekuwa ni Patience Kerubo akiwa ameshirikiana na Winfred mrembo, ambaye bila shaka yuko hapa, ambaye ameshiriki pakubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba habari zetu hizi zinakwenda hewani siku hii ya leo. Wamekuwa hapa, na ukiona picha zimekwenda sambamba, jua kwamba wamehusika pakubwa katika kufanikisha habari hizi. Wanasema kwamba siku zote mbwa hanenepi miguu. Nafahamika kama Joseph Lewa, lala tamu